Mwanaume anaweza akakaa na mwanamke ndani ya miaka 10, huku mwanamke akiwa hana kazi yoyote anayoifanya, na mwanaume akasimamia jukumu la kumhudumia huyo mwanamke kwenye kila kitu, pasipo kumwona huyo mwanamke kama ni mzigo kwake. Na hata ikitokea siku mwanaume akafanikiwa akapata pesa, yeye hiyo huwa anaona ni kama baraka ya familia yote kiujumla. Lakini mwanamke, hata kama mwanaume amemhudumia ndani ya miaka 10, ikatokea mwanaume amepata changamoto, hawezi kusimamia jukumu lake la kuwa baba kikamilifu, kwa sababu pengine amepitia changamoto kibinadamu. Kuna mambo mengi mtu anaweza akapitia, na yeye mwanamke pengine kwa wakati huo labda akawa ana kazi, yeye ndio ameinuka, hawezi kukumbuka wema ambao mwanaume alimtendea ndani ya miaka 10. Yeye ataona ile baraka aliyoipata ni ya kwake peke yake, na hataki kushare na mtu yeyote. Na hata pale ambapo yeye atasimamia familia kuhudumia kwa muda, ataona ni kama amebeba mzigo kwenye maisha yake, na ataona ni kama anafanya favor kubwa sana, kiasi kwamba atatamani kila mmoja ajue kwamba yeye ndio anaye provide kwenye familia. Mwanaume ni useless, hakuna anachokiweza, hakuna anachoweza kukifanya ndani ya familia. Na anasahau kwamba ndani ya miaka 10 mwanaume huyo alisimama kama baba kikamilifu, alihudumia familia yake kwa upendo, alipambana kwa kila namna kuhakikisha hakuna kitu kinakosekana kwenye familia. Lakini mwanamke, ile miaka 10 yote ataifuta baada ya yeye kubarikiwa, na pengine mwanaume akawa hayuko sawa kwa wakati huo, pengine anahitaji mke wake amsaidie kwa muda ili avuke kile kipindi. Hapa ndipo wanaume wengi wanapokujaga kupata akili kwamba kumbe akili za wanawake sio sawa na za kwao. Ukiwa kwa nje, kabla hujapitia changamoto, ukimsikia mtu anakwambia mwanamke anaweza akaleta pesa ndani ya familia, unaweza ukaamini kabisa, ukaona ni kweli, mke wangu nikimweka pale ataleta fursa ya sisi kupata pesa, tutaenda hapa, tutatoka hapa, tutavuka hatua kwenda hapa. Lakini mwenzako hawazi hivyo. Yeye akishapata pesa anatamani kuwa na uhuru wa kujitegemea yeye peke yake na maisha yake. Hataki kubeba mzigo wowote ule. Yeye anaona kuwa na mume kwake ni kama mzigo. Kuanza kuwa na jukumu la kuwa mama, la kuwa mke, kwake yeye ni kero. Kwa hiyo anatamani kukaa mwenyewe ili afurahie uhuru wa pesa zake akiwa peke yake. Hapo ndipo wanaume wengi wanapoanza kuelewa kwamba kumbe mwanamke hawezi kuleta chochote ndani ya familia. Hata angekuwa na mabilioni ya pesa, hawezi kuleta chochote ndani ya familia, lakini anaweza kufanya zile pesa zikamfaidisha yeye binafsi. Hataki kumfaidisha mtu mwingine yeyote. Yeye kwake kusimamia jukumu fulani kwa muda kwenye familia baada ya mwenza wake kuwa hawezi, ni kama kubeba mzigo mzito. Ni kama anafanya favor, anaweza kumsema mume wake kila mahali na kumdhalilisha, kwa sababu mwanaume pengine kwa wakati huo ameshuka. Wanaume wengi huwa wanaumia sana baada ya kuja kujua akili za wake zao zilivyo. Wewe sasa hivi huwezi kuelewa, unaishi na mke wako, mna maisha ya kawaida na ana biashara, lakini bado hajapata mafanikio kiasi hicho. Mnaishi vizuri, mnashirikiana vizuri, mnaelewana. Lakini kuna wakati huji kuamini, mwanamke huyo huyo atakuja kukugeuka na kukutenga pale ambapo kuna mahali yeye atakuwa amepafikia, ambapo pengine atakuwa amekupita hata wewe. Ndio maana unaweza kuona wewe mwanaume unaweza kujenga nyumba hata ya milioni 40 ukiwa unajichanga unamalizia nyumba yako unafanyaje. Lakini mwanamke wako akichangia hata mifuko 5 au mifuko 10 ya simenti, kwake yeye ataona ameshiriki kitu kikubwa sana kwenye upatikanaji wa hiyo nyumba. Lakini anasahau kwamba milioni 45 yeye hakuwa nayo. Anasahau kupiga hesabu ya mifuko 10 ya simenti ambayo yeye alichangia pale. Ataona kama na yeye kuna kitu kikubwa sana alichokifanya, kiasi kwamba mtaonekana kama wewe na yeye mlifanya sawa, na utaonekana wewe mwanaume bila mke wako usingekuwa na hiyo nyumba. Hiyo nyumba isingepatikana bila nyinyi kushirikiana. Mlishirikiana kwenye nini? Alishirikiana na wewe kwenye kuchangia mifuko 10 ya simenti kwenye huo ujenzi wa nyumba. Naomba nikukumbushe mwanaume, karne ya leo sio karne zile za kufikiria kwamba mwanamke anaweza akawa na kitu na heshima yako kama mwanaume ikabaki pale pale. Asilimia kubwa sasa hivi watu wanaishi na ninyi wanaume zao, lakini mioyoni mwao hawa appreciate kwa chochote.
Yaani wao wana chuki za kijinsia na kuna namna watu wanapiga mahesabu yao kimya kimya. Wewe unaishi na mwanamke wako hapo, lakini mwanamke wako ana mahesabu mengine, wewe huelewi. Unalala naye na kuamka naye wewe ukiwa umejiachia moyo wako wote, hauna shida. Unafurahia hata ukipata mafanikio unasema mimi na mke wangu, lakini kumbe mwenzako siku atakayofanikiwa atajiweka yeye peke yake. Na atakwambia kabisa tuachane. Sababu kidogo atakwambia tuachane.